Rais wa Marekani Donald Trump ameibua mshtuko mkubwa duniani baada ya kukataa kwa ukali majibu yaliyotolewa na Irani kuhusu pendekezo la hivi karibuni la Marekani lililolenga kumaliza vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati na kufungua njia ya mazungumzo mapya ya kisiasa na kiusalama kati ya mataifa hayo mawili yenye uhasama wa muda mrefu. Katika ujumbe wake mkali aliyouchapisha kupitia mtandao wake wa kijamii, Trump alisema kuwa tayari amesoma majibu yaliyowasilishwa na Iran kupitia upatanishi wa Pakistan, lakini akasisitiza kuwa majibu hayo hayawezi kukubalika kwa namna yoyote ile na hayakidhi kila ambacho Marekani ilikuwa inatarajia kutoka Teherani. "Nimesoma majibu kutoka kwa wale wanajiita wapatanishi wa Iran," Trump aliandika kwa hasira. "Sijapenda kabisa, hayakubaliki kabisa." Kauli hiyo imeongeza hali ya taharuki duniani, huku mataifa mbalimbali yakihofia kuwa juhudi za kusimamisha mapigano zinaweza kuvunjika kabisa na kusababisha mzozo huo kuingia katika hatua mpya ya hatari zaidi. Kauli ya Trump pia imeonyesha wazi kuwa Marekani bado ipo tayari kuchukua msimamo mkali dhidi ya Iran licha ya juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zinaendelea nyuma ya pazia kupitia wapatanishi wa Pakistan. Mapema jana vyombo vya habari vya Iran vilitangaza kwa Teherani ilikuwa imekabidhi rasmi majibu yake kwa wapatanishi wa Pakistan waliokuwa wakifanya mazungumzo ya siri kati ya Marekani na Irani katika jaribio la kutafuta suluhisho la mgogoro huo mkubwa ambao umeendelea kuzua hofu ya vita vikubwa zaidi katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka Teherani, Irani haikukubaliana na baadhi ya masharti muhimu yaliyowekwa na Marekani katika pendekezo hilo. Vyanzo vya karibu vya serikali ya Irani vinaeleza kuwa Teherani imekataa masharti yaliyotaka Irani kusitisha kabisa urutubishaji wa uranium, kupunguza uwezo wake wa kijeshi katika eneo hilo, pamoja na kuweka ukaguzi mkali zaidi wa kimataifa katika vituo vyake vya nyuklia. Irani pia inadaiwa kusisitiza kuwa Marekani lazima kwanza iondoe baadhi ya vikwazo vikubwa vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya taifa hilo kabla ya makubaliano yoyote mapya kufikiwa. Aidha, viongozi wa Irani wamekuwa wakisema kuwa taifa hilo haliwezi kukubali kile unachokiita sera za vitisho na mashinikizo kutoka Washington. Mvutano huu mpya umeongeza hofu kubwa kuhusu usalama wa mlango wa bahari wa Hormuz, eneo muhimu sana duniani kwa usafirishaji wa mafuta. Kwa upande mwingine, viongozi wa juu wa Iran wameendelea kutoa matamko makali wakisisitiza kuwa taifa hilo halitasalimu amri mbele ya Marekani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mara kadhaa kuwa Iran ipo tayari kwa mazungumzo, lakini haitakubali masharti yatakayodhoofisha mamlaka, usalama au haki za taifa hilo za kuendeleza teknolojia yake ya nyuklia. Maafisa wa kijeshi wa Iran pia wameendelea kuonya kuwa hatua yoyote mpya ya kijeshi kutoka Marekani au washirika wake inaweza kusababisha majibu makali kutoka Teherani. Jeshi la Irani pamoja na vikosi vya IRGC vimekuwa vikitoa kauli zinazoonyesha kuwa taifa hilo limejiandaa kwa hali yoyote itakayoweza kutokea. Wataalamu wengi wanaamini kuwa ikiwa Marekani na Irani wataendelea kushikilia misimamo yao mikali, uwezekano wa kupatikana kwa makubaliano ya haraka unaweza kuwa mdogo sana. Katika mazingira hayo, dunia imeendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua inayochukuliwa na Washington pamoja na Teherani, huku hofu ikiendelea kuongezeka kuwa mgogoro huu unaweza kusababisha athari kubwa zaidi za kiusalama, kisiasa na kiuchumi katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati na duniani kote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.